Lakini kuna muda mwingine unaweza kutoa sadaka na Mungu akaukubali sana. Toa sadaka ya maombi pia. Tumia muda wako kuomba. Tumia muda wako kuombea kazi ya Mungu. Hiyo nao ni muda, ukitumia hivyo ni sadaka nzuri sana. Tumia muda wako kuombea wengine wenye shida, nao ni sadaka nzuri mno. Toa sadaka ya kutumia muda wako kwenye maombi, kuombea kazi ya Mungu, kuombea watu wengine. Hiyo nao ni sadaka ambayo Mungu anaithamini sana. Isaya 58. Tutasoma mstari wa 2 hadi wa 5, halafu tutaruka tutaendelea tutasoma wa 6 hadi wa 8. Biblia inasema hivi: walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Hawa watu walikuwa wanafunga, lakini tatizo linaloonekana katika funga yao, walikuwa wanafunga kwa ajili yao, kwa ajili ya mambo yao. Kwa sababu anasema ule mstari wa 3 na wa 4, anasema, husema, mbona tunafunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe. Maanake mnafunga kwa ajili yenu wenyewe. Amen. Mnafunga kwa ajili yenu wenyewe, mnatafuta yani mambo yenu, mnafunga kwa ajili ya mambo yenu. Ukienda mbele mstari wa 6, hiyo mengine ni yani kinabebwa na kwamba walikuwa nafunga kwa ajili ya mambo yao, na mambo mengine walikuwa nafunga kwa ajili ya kugombana, kwamba Mungu, mimi nafunga mpaka huyu umkomeshe. Walikuwa nagombana, wanafunga kwa ajili mwingine apate shida. Walikuwa wanapigana kwa ngumi ya uovu kwa njia ya kufunga. Sasa lakini mstari wa 6 anasema, je, saumu niliyochagua sio ya namna hii? Anatuambia sasa funga ambayo Mungu anaijali tunapotumia muda wetu kufunga kwa jinsi hiyo. Anasema saumu niliyochagua sio ya namna hii: kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani mwako? Unapo mtu aliye uchi mvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Mstari wa 8, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Haleluya. Ina maana tunapotumia muda wetu, anasema kufunga kwa ajili ya wengine, kufunga kwa ajili ya kugeuza ama kuvunja nira za uovu. Kwa mfano, tunafunga hapa, tunaomba Mungu aufungue mji wa mivumoni. Tunafunga, tunaomba Mungu awafungue waliofungwa kwenye vifungo vya dhambi. Tunafunga, tunaomba Mungu ufalme wake uonekane. Tunafunga, tunaomba Mungu aliinue kanisa la mji huu. Tunafunga, tunaomba Mungu aibariki nchi hii. Tunafunga, tunaomba Mungu aliimarisha kanisa la Tanzania. Tunafunga, tunaomba Mungu aokoe watu. Anasema funga ya namna hiyo. Ukiwa unafunga kwa jinsi hiyo, kwa jinsi ya kushughulika na mahitaji ya watu, wala sio kwa anasa zako kwa ajili yako wewe mwenyewe tu. Unapofunga kwa ajili ya unapotumia muda wako kwa ajili ya mambo mengine ya watu wengine, unapotumia muda wako kwa ajili ya ufalme wa Mungu, unapofunga, unapotumia muda wako kwa ajili hiyo, anasema
kuna baraka unakutana nazo. Baraka gani? Mstari wa 8 anasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ina maana kuna mahali sioni haki yangu, haki ambayo iko imebebwa kwenye kifurushi cha wokovu siioni. Lakini wakati mwingine ninapojiunganisha kwamba wacha mimi nishughulike na mambo yanayomhusu Mungu, wacha mimi nishughulike na mambo ya watu wengine kupitia maombi, ya kwangu Mungu anashughulika nayo. Ndio maana anasema ndipo nuru yako itakapoangaza kama asubuhi. Kwa sababu kwa nini sishughuliki na ya kwangu mimi, nashughulika na ya Mungu kwa kufunga. Natoa muda wangu kwa ajili ya Mungu. Sasa Mungu anashughulika na ya kwangu. Anasema nuru yako itaangaza kama asubuhi. Naposhughulika na ya wengine, naposhughulika na ya kazi ya Mungu, anasema haki yako itatokea mara. Jizoeze kutoa sadaka ya muda wako kwenye maombi, lakini kuombea wengine, kuombea kazi ya Mungu. Jizoeze. Tumia muda wako kwenye maombi. Tumia muda wako kwa ajili ya Mungu. Toa sadaka muda wako. Usijipendelee. Hao wenzako waliambiwa amnioni kwa sababu nyie mnashirikana ya kwenu tu. Kwa sababu Biblia imeagiza anza pia kusema mambo mengine hayaondoki isipokuwa kwa kusali na kufunga, si ndio? Ninaweza nikafunga pia kama kuna jambo limeningangania, nafunga pia kwa ajili yangu, ndio. Lakini kwa muktadha wa sadaka tumia, kwa sababu nikifunga kwa ajili yangu pale sitoi sadaka. Hebu napoomba kwamba Mungu angalia sijui nini sijui, hapo hakuna sadaka ninayotoa ya muda, kwa sababu nafunga kwa ajili yangu. Sadaka ni pale unapotoa kwa ajili ya mwingine. Lakini nikifunga kwa ajili yangu, kwa ajili ya mambo yangu, hakuna sadaka pale. Hakuna mtu anayejipa sadaka mwenyewe. Unaelewa? Hakuna mtu anayejipa sadaka, hayupo. Kwa unapofunga kwa ajili yako, hiyo sio sadaka. Huwezi kukutana hizo baraka ninazosema hapa. Kwa nini? Sio sadaka. Sadaka unapotoa muda wako kwa ajili ya wengine, ile ndio sadaka. Unapotoa muda wako kwa ajili ya Mungu, hiyo ndio sadaka. Ukitoa muda wako kwa ajili yako mwenyewe, hiyo sio sadaka. Hakuna mtu anajipa mwenyewe sadaka. Jizoeze kutoa muda wako sadaka kwa kuombea wengine. Jizoeze kutoa muda wako sadaka kwa kuombea kazi ya Mungu. Hapo ndio utajiconnect, utakutana na baraka kwenye sadaka hiyo. Utamuona baraka kwenye hiyo sadaka. Bwana asifiwe sana. Hivi kanuni ya kubarikiwa tunapotoa sadaka ni kwa ajili ya waliookoka tu, hata na wasiookoka? Hata wasiookoka, kanuni ya kutoa ni ile ile, heri kutoa kuliko pokea. Wewe bila shaka ni shahidi. Mama kanisani, unaweza kukuta watu ambao hawajaokoka wanatoa sadaka kulikweli, halafu wanabarikiwa kulikweli. Watu ambao hawajamjua Mungu lakini wako makanisani, lakini wanajua baraka ya kutoa, wanatoa na wanabarikiwa kweli kweli. Wanajua kwamba ile eneo ile baraka hapa achezaji mbali kwenye eneo la kutoa. Kwa wanaelewa hiyo siri. Kwa wanakuwa ni watoaji kweli kweli, kwa sababu wanajua eneo ambalo baraka pia wanapenda kupita pita ni kwenye eneo la sadaka. Kwa wanatoa sadaka sana na Mungu anawabarikia sana. Wewe utakaa tu kusema hizi hela zao natoa huko na natoa sadaka. Ikisha kuja hapa, haijalishi imetoka bao wapi, mchungaji akishasema tunaombea sadaka, hiyo imetoka. Mchungaji akishasema hebu tuombee sadaka, akaombea sadaka, akisema Bwana zipokee, haijalishi imetoka wapi, mradi huyo mtu katoa sadaka. Nisikilize. Hivyo si unasomaga wewe kama ni msomaji wa Biblia habari za Balaki na Balaamu? Hebu tusome kidogo. Wengine ni wasomaji. Kitabu cha Hesabu. Anasema mstari wa kwanza, Hesabu 23. Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7. Balaki huyo hana Mungu wa Israeli, si ndio? Sio Mwisraeli na hana Mungu wa Israeli. Ndio maana akataka Waisraeli walaniwe ili wapige, si ndio? Lakini kanuni hata kwake inafanya kazi. Balaamu anamwambia hivi, Balaki, nijengee hapa madhabahu 7. Ukaniandalia hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Balaamu akamwambia Balaki,
simama karibu na sadaka yako. Wewe Balaki, si umetoa sadaka? Simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakaloniambia, atakalonionyesha nitakwambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya mlima. Mungu akakutana na Balaamu, naye Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu, akasema, umrudie Balaki ukaseme maneno haya. Akarudi kwake akasema yale maneno. Ukisoma hapo mpaka mstari wa 10 utakuta nini maneno aliyosema. Lakini pointi ambayo nataka kuonyesha pale ni kwamba huyu Balaki, Balaamu anamwambia Balaki, tengeneza madhabahu 7. Tengeneza madhabahu ngapi? Kwenye kila madhabahu tutoe ng'ombe mmoja na kondoo mmoja. Tukishatoa, wewe simama kwenye sadaka yako, mimi nitakwenda nimuulize Mungu. Anakwenda Balaamu kwa Mungu, ambaye Mungu, Balaki kashatoa sadaka, yuko kwenye sadaka yake pale. Sadaka ndio hiyo tumeitoa, mimi kama mtumishi wako tumetoa sadaka ya Balaki. Unasemaje? Mungu akatoa majibu, lakini ilitangulia sadaka. Balaki anasema tumeshatoa sadaka, unasemaje? Amen. Maana tunataka useme neno kwa habari ya sadaka. Mungu anambia, akaweka neno, anambia nenda akamwambie Balaki maneno haya, yameandikwa pale chini. Balaki hakuridhika. Mstari wa 11 anaambia Balaamu, umenitendea nini? Nimekuleta ili walani adui zangu, na tazama umewabariki kabisa. Wakatoka wakaenda mahali pengine. Utasoma tu huko mbele. Kuna kilima kimoja kinaitwa Pisiga, akasema tujenge tena madhabahu hapa. Wakajenga tena, wakatoa tena ng'ombe. Balaamu tena akaenda kwa Bwana, tumetoa tena sadaka. Yakaja maneno tena. Bwana akatia tena nini? Neno kwamba mrudie Balaki. Ule mstari wa 16, baada ya sadaka ya pili, Bwana akaonana na Balaamu, akatia neno kinywani mwake, akasema, mrudie tena Balaki ukaseme hivi. Akafika kwake, na tazama amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, na wakuu wa Moabu pamoja naye. Balaki akamwambia, Bwana amenena hivi, naye akatunga mithali yake akasema, ondoka Balaki ukasikilize, nisikilize mwana wa Sipori. Mungu si mtu hata aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiriza. Hayo maneno yamekuja kwa sababu ya sadaka ya Balaki. Huyu ambaye ni Moabi, sio Mwisraeli. Amen. Tazama nimepewa amri kubariki, yeye amebariki nami siwezi kutangua. Amen. Hakutazama uovu wa Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye. Balaki, sikiliza, huyu Mungu wa Israeli yuko pamoja naye Bwana. Amen. Haleluya. Mstari wa 23, Balaki, sikiliza Balaki, unataka mimi niwaroge hao? Hapana uganga, hapana uchawi juu ya Israeli. Balaki, hakuna hiyo kitu. Hayo maneno yalikuja baada ya Balaki kutoa sadaka, ingawa majibu hayakuwa aliyokuwa anayataka Balaki, lakini majibu yamekuja kwa sababu ya sadaka, hata kama hakuyataka. Lakini sadaka, mtu anayetoa sadaka hata kama hajaokoka, Mungu ataangalia sadaka yake. Wenzetu wana wa mjakazi wanajua hiyo siri, wanatoa sana kwa watu vitu na wanabarikiwa.